Sisi ni washindani ila si maadui. Injili imeelekeza amri mpya nje ya zile 10 kutoka kwenye Taurati, na Yesu akawaambia wanafunzi wake, shikeni hii amri mpya, pendaneni kama Kristo alivyolipenda kanisa. Tena Masihi aliweka msisitizo kumpenda jirani yako kama upendavyo nafsi yako. Mwana wa Mungu alimaanisha akichukua shati mpe na koti. Kwenye kile kitabu nikipendacho kilichobeba ukweli tupu, neno upendo limeandikwa mara 310. Kupenda ni sadaka, kupenda ni wito, na upendo ni injili ya kweli. Baada ya dakika 90 kuna maisha, maana mpira ni njia kufahamiana. Simba na Yanga ni njia ya mpito kwenda kwenye mafanikio. Nipe 5 mwanangu, pole kwa kupoteza, ila huu si mwisho wa soka. Ungwana kwenye mpira sio hiari, ni shuruti. Hapa kanuni imezingatiwa vizuri. Hapa ndipo nilipomwona Engineer Harris wa Young Africans akiwafuata wachezaji wa Simba na kuwasalimia baada ya mchezo. Kwangu mimi hii si salamu ya kawaida. Hii ni picha kubwa ya mpira. Unaweza kushindana bila kuchukiana. Unaweza kumpiga mpinzani wako ndani ya dakika 90 na baada ya filimbi ya mwisho mkasalimiana kama wanaume wenye kuheshimiana. Maana ushindani unahitaji moyo mgumu uwanjani, ila nje ya uwanja unahitaji moyo wa utu. Mchezaji wa Simba leo anaweza kuwa mpinzani wa Yanga na kesho akawa mwakilishi wa taifa hili, kiongozi wa kesho, hata rafiki wa safari ya maisha. Ndiyo maana kushinda akukupi leseni ya kumdhalilisha aliyepoteza, na kupoteza akumvui mtu utu wake. Tufundishe vijana wetu kwamba jezi ni tofauti, nembo ni tofauti, mapenzi ya klabu ni tofauti, ila damu ya mwanadamu ni moja. Mpira unapaswa kutujenga, ni sio kutufanya tusahau binadamu wetu. Na mimi naamini ile mikono iliyokutana baada ya mchezo ilikuwa ni ujumbe mzito kuliko hata matokeo yaliyokuwa kwenye ubao wa uwanjani. Ilisema kwamba tunaweza kuwa Simba na Yanga bila kuwa maadui. Tunaweza tukashindana kwa nguvu na bado tukaheshimiana baada ya vita. Huu ndio ungwana wa kweli katika michezo. Huu ndio uzuri wa soka, na huu ndio urithi tunaopaswa kuachia wanaokuja baada yetu. Maana kombe linaweza kubebwa na mmoja, ile heshima inapobebwa na wote ndipo mpira unakuwa na maana. Pengine hatustahili kuhamasishana kwenda kuchimba dawa Jangwani, wala hakuna sababu ya kwenda kurusha jagi tupu pale Msimbazi. Tunastahili kuheshimiana kwenye soka na kutunza utani wetu bila kuathiri usalama wetu. Na injili hiyo ya upendo imehubiriwa vizuri sana na Engineer Said akiwa madhabahuni. Kila moja mwenye roho na nyama aseme amen. Mimi ni Almachus Boniface Kanyasi, wala hata si mchungaji. Ule mpango wa sisi kushinda milioni 10 ndani ya wiki moja bado unaendelea. Yani ni odds juu ya odds. Kwa wale ambao mnahitaji kushinda mikeka mingi sana, huu ndio wakati wako. Huu ndio muda wa kuhakikisha kwamba Muhindi tunampuna mpaka anarudi kwao. Sisi tunaitwa winning streak. Wakati watu wengine wakikuuzia mikeka, sisi mikeka tunakupatia bure. Unachohitaji ni kujiunga kwenye kundi letu, kwa sababu tuko na mpango kabambe wa kushinda milioni 10 ndani ya wiki ya kwanza tu ya ligi mbalimbali zikirejea. Ligi ya Tanzania inaanza siku ya leo. Usikose kupata fursa hii. Hapo juu kwenye bio yangu nimekuwekea link. Bonyeza hiyo link, itakuleta moja kwa moja kwenye WhatsApp channel yetu. Tuanze kumtandika Muhindi mpaka arudi kwao.